abaya bangishu nakataba ukitangarete lekisima. Kwenye chanzo cha maji mpaka hapa ni kilomita 15. Maji haya yana faida kwa vijiji zaidi ya 4. Kicha Losimingori, Naiti, Mbuyuni, Makuyuni Juu mpaka Lepruko na Nanja. Tuliombea shilingi milioni 69. Lakini mpaka tunavyozungumza fedha ambazo zimekwisha tumika ni zaidi ya milioni 70. Natoa wito kwa wanajamii waweze kuhakikisha kwamba miradi hii ambayo wao wenyewe ndio wanufaika namba moja wanaisimamia, wanaiangalia kwa makini, wanajiwekea utaratibu wa namna gani ya kufanya matumizi bora ya maji. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wananchi wa vijiji zaidi ya 4 vya Losimingori, Naiti, Mbuyuni, Makuyuni Juu, Lepruko na Nanja wameomba serikali kuboresha mradi wa maji ulioletwa na shirika lisilo la kiserikali la FELOCI chini ya mkurugenzi wake Jonas Masiayalaiza. Wananchi hao wameyasema hayo wakati wa utathmini wa mradi uliogharimu takriban milioni 70 katika kitongoji cha Orkisima, kijiji cha Losimingori, huku wakionyesha furaha yao baada ya maji hayo kufika katika maeneo hayo, na hii inakuja baada ya wadhamini wa mradi huo UNDP kutembelea mradi huo. Awali akizungumza, mkurugenzi wa shirika hilo Jonas Masiayalaiza amesema maji hayo yana historia ndefu, kwani tangu mwaka jana mwezi wa 8 walikuwa wakihangaika na namna ya kufikisha maji hayo katika makazi ya wananchi kutoka katika chanzo cha maji ya Isimingor kilomita 15. Aidha, mkurugenzi huyo ameendelea kusema maji hayo yanafaa kwa matumizi ya binadamu na mifugo, kwani kabla ya kuanza kwa mradi huo uchunguzi ulifanywa na wataalamu kutoka bonde la Kati mkoani Singida. Faustin Ningani, mratibu wa programu ya ruzuku ndogo za mfuko wa mazingira duniani, amesema shirika hilo limekuwa likishirikiana na serikali katika kutunza vyanzo vya maji, huku akiwaomba wananchi kulinda miundombinu wa mradi huo ili uwanufaishe. Kwa mujibu wa wananchi wa eneo hilo pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Losimingori, wamesema visima hivyo vina zaidi ya miaka 20 havijawahi kuwekwa maji, lakini hii leo historia imeandikwa, huku wakiomba serikali wilayani Monduli kuboresha zaidi mradi huo kwa kuunga mkono juhudi za mkurugenzi Jonas Masiayalaiza ili waweze kupata maji ya kutosha. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Ankai nje yomga na isomade. Na ndubod. Made gisiro iroshu. Made les ta les. Ya uduangade. Made yuna do rigongosim. Ya duangade. Ngare mi yato munana. Ada ya nokop. Dara megure ko ngara bu naidi. Memegwe yanar. Me bisul me burul la wala ya urano ko. Ada munana ngara ni. Ene rembuan. Kira ko le goriyo. Nek bangang bangaro lo ngoy. Ala ngwani. Ala ngwani ala hela. Mimi naitwa Jonas, ni mkurugenzi wa shirika la FELOCI. Shirika letu ni shirika lisilo la kiserikali ambalo limesajiliwa kwa sheria za Tanzania. Kwa kweli leo tuna furaha kubwa sana, hata tunalia machozi ya furaha kumshukuru Mungu kwa mradi wetu huu wa uhifadhi wa chanzo cha maji cha msitu wa Isimingor, ambayo tuliwaomba watu wa UNDP wakatupa fedha kwa ajili ya kuwaletea wananchi maji. Maji haya yametoka kwenye msitu ule wenye umbali wa zaidi ya kilomita 15. Ni mradi wa siku nyingi, lakini mabomba yale yalikuwa kuukuu, yaliharibika. Kwa kuna maeneo mabomba yametoka, tukabadilisha tukaweka rola. Na katika kipindi cha miezi 6 kwa kweli toka mwaka jana mwezi wa 8 mpaka sasa maji yetu yamefika kwenye matenki haya. Ni furaha kubwa kwa sababu haya matenki hayajagusa maji kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Na wananchi wa kijiji cha Losimingori wamekuwa wakitaabika wakinunua maji. Ifikapo mwezi wa 8 wa 9 wanalazimika kununua boza ya maji shilingi 300,000 mpaka 400,000. Unaweza ukaimagine mwananchi wa namna gani, mwenye kipato kipi anaweza kununua maji kwa gharama hiyo. Kwa ni furaha yetu kubwa sana na tunamshukuru Mungu mno, na tunawashukuru wenzetu wa UNDP, Faustin Ninga mratibu pamoja na watumishi wenzake ambao waliona FELOCI inaweza kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo kwa kweli, lakini pia niwashukuru wananchi wa Losimingori, tulipowaomba wajitokeze kufanya kazi ya mikono, walifanya kwa moyo, walifanya kwa kupenda, na leo naamini wana furaha kubwa sana kushuhudia uwepo wa maji haya.
Na kwa kweli tumetoka kwenye chanzo jana, maji ni mengi sana, bado yanahitaji wadau wengi wa kwenda kuyakinga kwa sababu ya kwenye korongo lenye mafuriko, ili maji haya yaweze kuwa utilized na wananchi. Hakuna sababu ya wananchi kuteseka wakati chanzo kina maji mengi kiasi kile. Kwa hiyo tunaomba wadau, serikali waje tuungane, tuone namna gani tutaleta maji mengi, wananchi waweze kupata maji kwa utoshelevu. Asante sana. Maji haya yana faida kwa vijiji zaidi ya 4. Kicha Losimingori, Naiti, Mbuyuni, Makuyuni Juu mpaka Lepruko na Nanja watatumia haya maji, na hata wakati wa nyuma miaka ya 90 vijiji vyote havikuwa na chanzo cha maji, vilikuwa vinakuja hapa. Wakati huo tulikuwa na tenki hili moja, vilikuwa vinakuja hapa, tunakusanyika hapa asubuhi mpaka jioni, lakini mpaka jioni kufika saa 1 jioni mifugo, wananchi wanakuwa wameondoka, angalau wote wanakuwa wamepata maji. Maji haya yanafaa kwa matumizi ya binadamu? Maji haya yanafaa kabisa, hayana fluoride, yameshafanywa uchunguzi wakati wa nyuma, lakini pia wakati tunaanza huu mradi tuliwaleta watu wa bonde la kati Singida, wakatupimia wingi, lakini pia wakapeleka maabara kuangalia ubora wake, na ameonekana ni maji bora kabisa ambayo yanafaa kwa binadamu. Kutoka kwenye chanzo cha maji mpaka hapa ni kilomita ngapi? Kutoka kwenye chanzo cha maji mpaka hapa ni kilomita 15. Kilomita 15. Tumeanza huu mradi mwezi wa 8 mwaka jana. Kwa hiyo ni takriban miezi 6 mpaka maji kufika kwenye eneo letu la Orkesima. Na mpaka kuleta hapa labda imegharimisha. Kwenye kipengele hiki ama kwenye activity hii tuliombea shilingi milioni 69. Lakini mpaka tunavyozungumza fedha ambazo zimekwisha tumika ni zaidi ya milioni 70. Ndio maana tuliwaomba wenzetu wa UNDP watuwie radhi kwamba tumekwenda nje ya fedha ambazo tuliziomba, kwa sababu tuliomba wakati wa nyuma sana, na baadaye kuna vitu vilikuja kubadilika ambavyo viliathiri bajeti yetu. Kama ambavyo unafahamu, Monduli kuna changamoto kubwa ya maji sana. Kwa vijiji vingi vya Monduli vinapitia tabu kubwa ya maji. Kwa hiyo kilio cha kiongozi yeyote katika wilaya hii anayewapenda wananchi ni maji. Na mimi niliweka ahadi na niliwaahidi wananchi wa Orkesima siku moja, nikawaambia kuna siku Mungu ataturudishia haya maji. Kwa kweli leo tunamshukuru Mungu, leo tunambariki Mungu sana kwamba ile ndoto yangu imetimia ya kurudisha haya maji katika eneo hili ili wamama hawa wasiendelee kuteseka. Naitwa Faustin Ninga, ni mratibu wa programu ya ruzuku ndogo za mfuko wa mazingira duniani, yani Global Environment Facility. Ni programu ambayo inatekelezwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, yani UNDP. Hapa Losimingori ni mojawapo ya eneo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya ekolojia ya vyanzo vya maji. Kuna misitu, kuna wanyamapori, lakini kuna jamii ambayo pia inaishi hapa jirani. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa limekuwa likishirikiana na serikali katika kulinda vyanzo hivi vya maji ambayo ni misitu ya asili. Katika kulinda vyanzo hivi vya maji kupitia programu hii ya ruzuku ndogo za mfuko wa mazingira duniani, tumeshirikiana na shirika la FELOCI ambalo linafanya kazi katika ngazi ya jamii hapa Losimingori, na wao kama jamii walikuwa na miundombinu ya maji ambayo ilitengenezwa zamani na ikawa imeharibika, na hata kile chanzo cha maji ambacho kilikuwa kikitiririsha maji kuja kijijini kiliharibika kutokana na kuwa ni cha muda mrefu. Kwa hiyo waliomba waweze kufanya ukarabati wa miundombinu ya maji ili kuhakikisha kwamba maji yanafika kwa jamii. Kama ambavyo umewasikia wanajamii wamekuwa wakipata kero kubwa sana ya kufuata maji kule katika msitu na ni mbali, na hata mifugo yao ilikuwa haipati maji ya kutosheleza. Tuna furaha tumefika siku ya leo hapa kushuhudia namna ambavyo jamii imejitoa kupitia ufadhili huu mdogo tuliowapatia. Wameweza kuonyesha nguvu yao na wameweza kuweka mabomba na kukarabati miundombinu, na hatimaye leo wamefurahi kuona maji yamefika katika makazi yao. Kwa kweli ni furaha kubwa, na sisi tukasema tuwaunge mkono katika furaha hiyo. Tuna miradi mingine midogo katika maeneo mengine nchini Tanzania, zaidi ya miradi 47 ambayo inafanya kazi katika ngazi ya jamii kuweza kushirikiana na jamii katika kuhifadhi mazingira, lakini pia katika kukuza kipato cha jamii kupitia usimamizi wa ardhi, kupitia kilimo,
usimamizi wa malisho, usimamizi wa vyanzo vya maji, lakini na ulindaji wa bioanuwai, na vile vile hata pia katika uendelezaji wa masuala ya utalii kupitia wanyama pori. Asante sana. Mikakati yetu kama shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa kupitia programu hii ya ruzuku ndogo za mfuko wa mazingira ni kuhakikisha kwanza miradi hii michache na midogo ambayo tunaianzisha inakuwa ni chachu na ni mbegu ambayo itavuta watu wengine waweze kuja kushirikiana nasi, kwa sababu changamoto bado ni kubwa sehemu mbalimbali za nchi, na hata pale ambapo tumeweza kusaidia tumekuja tu kwa ajili ya kuonyesha mfano kwamba inawezekana. Sasa tunaita wadau wengine, mashirika ya maendeleo, wadau binafsi, wadau wa utalii na wengine wote wenye mapenzi mema ya uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya jamii waweze sasa kuja kuwekeza mahali hapa ambapo sisi tumeonyesha mfano. Kwa hiyo mbinu ambayo sisi tunaitumia ni mbinu ya kuvuta wengine waje washirikiane nasi, kwa sababu fursa na changamoto bado ni nyingi katika mazingira ya jamii. Kwa mradi huu wa kuboresha miundombinu ya maji hapa katika eneo la Losimingori, ukiangalia thamani halisi ya mradi huu kuanzia fedha na nguvu ya wananchi, mradi huu ukiuangalia kwa macho unaonekana ni mradi wa gharama kubwa sana. Kwa kweli wamevuka matarajio ya kile ambacho tulifikiria. Jamii imejitoa, imeweka nguvu yao na hivyo kupunguza gharama zile za moja kwa moja za uendeshaji wa miradi. Kwa hiyo kwa kweli ni mradi ambao una thamani kubwa kuliko hata ule ufadhili ambao umetolewa. Lakini sababu kubwa ni kwamba jamii imejitoa nguvu yao, kwa kuwa wao ndio wanufaika namba moja, na ile nguvu ya jamii ingeweza kuthaminishwa katika mfumo wa pesa ingekuwa ni zaidi hata ya bilioni 2. Abaya bangishu nakadaba ugirangarere lekisima. Na mara ya mwisho kuwepo kwa mifugo na ubora wa mifugo ni wakati haya maji yakiwepo miaka ya nyuma sana. Izingwa na angishu amangarala ngwanira ngopoken. Mifugo imeisha kwa sababu dume dunia nzima ni maji. Najo yangayashe. Na tunamshukuru Mungu Anyaga bakagala bakisima la yankare kwa kuyarudisha yale maji tena na kuweka kwenye haya matenki. Larwe unyondai landai kula aya kitia yoga na duboro sabu. Ambayo maji yale ndo yalimpa nguvu ya kutuzaa sisi na leo sisi tukarudisha shukrani hiyo. Ora bana ilero kwa puna de dote begangara shule la kalamu la sana. Aliyesema msomeshe mtoto elimu ndio imefanya hii. Kalamu iliyomsomesha mtoto ndio iliyofanya hii. Adegerigora ya ashenaleng. Anawashukuru sana wote, anawashukuru sana. Tenne borige ngosinile nana mera sinyana ide mwabe meri labwe. Meri alungali hebera rana ibu. Ananishukuru mimi pamoja na viongozi wengine kwa sababu mimi nisingeweza kufanya chochote bila wenzangu kushirikiana. Adogenda ashenaleng. Asanteni. Ashenaleng larikola mpokin. Tunawashukuru wote viongozi wetu. Ashenaleng ananchi yote. Anawashukuru sana wananchi. Kidogo ya ashenaleng. Anakushukuru pia wewe. Kiara ngeda sabu kwa mewe angalo kisima. Tuna furaha kubwa kwa sababu maji yamerudi kwenye matenki yetu. Kida saka na ling. Tumeteseka muda mrefu sana. Kira nyahora ra mewe angare. Tumefurahi kwa sababu haya maji yamefika. Mewe baki arangishwa mo me erumure angore. Tumepoteza mifugo wengi sana kwa sababu ya kiu ya maji. Kawore rata kinore angare. Eragira garumingishu. Lakini tuna imani kwamba kwa kupatikana haya maji tutarudi kwenye utajiri wa mifugo. Mera kidogo kinta ashela likopokin. Kwa majina mimi naitwa Elias Mbiroi, ni mwenyekiti wa kitongoji hiki ambayo maji imefika. Kweli tunawashukuru sana. Nashukuru mashirika wote ambao wametupambania mpaka haya maji yamefika hapa. Pia tunawashukuru wananchi maana wao walijitolea. Kwanza kijiji wote walijitolea kwa ajili ya kuchimba yale mabomba, kuchimbia chini. Mpaka sasa hivi kweli na ajipongeze wenyewe kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana. Pia tunamshukuru diwani wetu maana amekuwa mpambanaji, hajawahi kutuacha siku tukichimba kwenye mabomba hayo pale, wao tupo nao. Kwa kweli nakushukuru sana mheshimiwa diwani. Kwa hiyo mimi kweli nawashukuru sana maana yani tuliona hii haya dalili ya haya maji kisima, kweli tunafurahi sana. Hatuna la kuwalipa lakini Mungu ndio atawalipa zaidi. Kisima ilitokana na haya, unajua kisima
ni hizi matengi. Haya matengi, kwa sababu kuitwa kisima hapa ni haya matengi ambayo inaingiza maji. Kwa hiyo kwa Kimasai inaitwa kisima, ambayo kwa Kiswahili ni tengi la maji. Kwa hiyo ndio maana sasa waliita jina la kisima, kwa kuwa kuna tengi inapatikana hapa kijiji kote hapo nani Losimingori. Kwa hiyo ndio maana wanapata jina la kisima, ikatokea kitongoji cha kisima ambayo mimi ndio mwenyekiti wao. Mimi naitwa Alois Masai, natokea kijiji hichi cha Losimingori. Ni miongoni wa vijana ambao tulishiriki katika uchimbaji wa mabomba haya. Tunashukuru sana kupitia shirika letu la UNDP pamoja na FELOCI, kwa sababu tuna shukrani nyingi kwenu, kwa sababu naweza ukatoa pia hela isiwe na usimamizi vizuri. Lakini inapotokea usimamizi vizuri kwenye hela, inabidi tuwapongeze kwa kweli. Mungu awasaidie. Na muende kwa Zaburi ya 30 mstari wa 1 hadi wa 4, ambao Mungu atakuinua katika njia zote upitayo. Salamu zetu kama vijana tunasema tu tunawashukuru kutokana na msaada mliotuletea. Pia kupitia vyombo hivi vya habari tunaomba tupaze sauti kama wananchi wa Losimingori, ambao kisima ilikuwa inatusaidia sana kipindi cha nyuma. Kuanzia miaka 1959 ambao kipindi cha ya ukoloni kabla ya uhuru, ndio hii kisima ilianza kutengenezwa na wakoloni. Ambayo historia ambayo ilikuwa unasema tupe historia ya kisima. Waga si wa Masai tuna tabia moja, tukienda mahali tukikuta kitu kipo, sasa tukampa jina la mahali husika. Sasa kipindi hicho ilikuwa hii kijiji ilikuwa ni kijiji kimoja mpaka Mbashi kule. Baada ya kuja kugaiwa, ndio sasa ikatokea vitongoji. Kuna vitongoji Orkisima, Nosuiani, Mlimani, kutokana na vitu vilivyopo. Ndio sasa maana hiyo jina ikapatikana Orkisima mahali kutokana na hiyo kisima. Sasa kupitia vyombo hivi naomba kuwasilisha kwa serikali yetu sikivu ya mama yetu Samia. Pia popote pale alipo na yeye atushike mkono kupitia shirika yenu, kwa sababu na yeye pia mmepitia kwake. Pia na yeye watusikie kilio chetu cha sisi wananchi wa kijiji cha Losimingori. Atuwekee mkono yake. Pale kule kwenye intake maji yanatoka mengi sana. Na mimi nikiungana na serikali mambo mengi kuna jambo kubwa litafanyika mahali pale. Kwa sababu kipindi cha masika maji mengi yanatoka. Kifika kiangazi maji yanapungua. Na pia inaweza kutokea maporomoko. Pia tukishirikiana na serikali hamna jambo litakaloshindikana. Maana wanasemaga kidole kimoja hakivunji chawa, ila zikiungana inapasua. Kwa hiyo kupitia maombi yetu kama si vijana, tunaomba tusikie nchi nzima tuweze kuwasilisha jambo letu kama wananchi wa sehemu husika. Mpaka hapo tunasema nawashukuru sana. Jangarna nondo monsibike. Niki jokinda ya shenaleng yedwa yokangare. Mkinte sagare laring kumognaleng. Kwa hiyo kijokinda ya shenaleng metama yani ndai pokin ongi asiniji. Kwa majina yangu mimi naitwa Inotelias, ni wa kitongoji cha Orkisima kijiji cha Losimingori. Tuna furaha kubwa kupata huu mradi wa maji umewezeshwa kwenye kitongoji chetu, kwa sababu imetunufaisha. Yaani ilikuwa unatoka umbali mkubwa kwenda kufuata maji, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu maana tumepata, ipo karibu kabisa. Tunashukuru viongozi wa kata, kwanza kitongoji, kwanza kijiji pamoja na kata Lepruko, maana ni ingekuwa sio wao tusingeweza kutetea kwanza kule kwenye ngazi za juu. Mimi kwa jina naitwa Kizito Niliamole, ni mwenyekiti wa kijiji cha Losimingori. Mimi binafsi najisikia sana furaha kwa Mungu, namshukuru Mungu sana kwa msaada leo mkubwa aliyotupa. Hasa kabisa niwashukuru shirika la UNDP pamoja na shirika la FELOCI, RUWASA pamoja na mashirika yote ya serikali ambao walishirikiana nasi kupambana kuweza kuleta maji katika kijiji changu. Na kipekee niwashukuru pia wananchi, kwa sababu hii miradi ilipokuja tulipopata taarifa, kwa kweli wananchi walihamasika wakajitoa kwenda kufanya kazi hii ya kuchimba mtaro, na kwa kweli walijitahidi, na viongozi kuanzia ngazi ya vitongoji na mabalozi walishirikiana kwa pamoja kwenda kuchimba mtaro hii kwa ajili wanakumbuka asilia hii maji. Kwa sababu kipekee hii maji ilikuwa inawasaidia wananchi sana. Mimi kuwepo hapa nilikuwa naishi kijiji cha Nanja, lakini mzazi wangu alinunua eneo katika kijiji hichi kwa sababu ya hii asilia hii maji kutoka kwenye chemchemu ya Isimingori Losimingori. Kwa hiyo ni kipekee, nina furaha sana kwa sababu nilipokuwa naomba wananchi kura niliwaambia nitasaidia kupambana ili muweze kupata maji. Lakini Mungu ni mwema. Maji Mungu amenigusa, amenisikia kilio changu, leo hii maji imepatikana katika kijiji cha Losimingori. Na kweli kijiji hichi na watu wengi, karibia watu 8,000 na vijiji ninazozunguka ilikuwa inapata huduma katika maji, mifugo na binadamu wanapata maji. Kwa hiyo niwashukuru sana viongozi wa serikali pamoja na wananchi kupambana kwa ajili ya kupokea mradi kwa nguvu.
Oldonyo Media, habari karibu nawe.